Ninaitwa Pastor Ben. Nahubiri kanisa la CFF Utawala nikiwa nimeokoka, Yesu akiwa ndani yangu. Na kwa hivyo karibu sana. Na ukiingia katika mitandao ni vizuri uweze like ukilike tutaona kwamba uko comment and also ukishare, Bwana ataweza kukubariki. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nimekuwa nikiwaombea, nimekuwa nikiambia Bwana ya kwamba sisi ambao tumebeba jina la Bwana, sisi ambao tumeitanishwa na wokovu, tusilie kilio cha wale watu ambao hawajui Mungu. Na kwa hivyo watu wa Mungu, wakati kama huu ni vizuri kushikiliana, ni vizuri kutiana nguvu, ni vizuri kuambia Bwana ya kwamba tunakuhitaji kila wakati katika jina la Yesu Kristo. Biblia inatuambia vizuri ya kwamba the steps of a good man are ordered by the Lord. Kwa hivyo ni vizuri kila wakati we tell the Lord to guide our feet. Tuambie Bwana ya kwamba aongoze nyayo zetu. Maana Biblia inatuambia vizuri ya kwamba wakati ambapo hatua zetu zinaongozwa na Bwana, yule mtu ambaye ni mtakatifu unaweza anguka, lakini mkono wa Bwana utaweza kukuinua. Praise the name of the living God. Na hapo ndio Daudi akasema ya kwamba nimekuwa mdogo na sasa nimekuwa mzee na sijawahi kuona mbegu ya mwenye haki ikienda kuomba kitu ya kukula. Mimi ninaomba ya kwamba hiyo neno liwe dhahiri katika maisha yako katika jina la Bwana. Praise the name of the Lord. Nikitakulia ni vizuri niseme ya kwamba kuna namba yangu nimeweka hapo. Na kwa hivyo kama una prayer item yeyote, wakati ambapo tutakuwa tukimaliza unaweza kuwa umetext, na kama kuna jambo lolote ambalo ungependa tushiriki unaweza piga, unaweza andika ujumbe, tutaweza kuwasiliana na Bwana wetu ataweza kutubariki zote kwa pamoja katika jina la Yesu. Na kupitia hii namba tumeweza kusaidiana na watu wengi, na kwa hivyo hata wewe utasaidika, kwa sababu yule Mungu amesaidia, yule alikuwa mchana na yule alikuwa jana, pia yuko mpaka saa hii, na ataweza kukubariki na kukutendea mambo mazuri ya amani na ya furaha katika jina la Yesu. Ninataka nizungumze jioni ya leo kuhusu desire. Nimekuwa nikizungumza kuhusu mambo ambayo hufanya Mungu atembelee mwanadamu, ama ujumbe ambao nilikuwa nimeupatia kichwa kutembelewa na Mungu. Na leo ninataka niingie point number 4. Nikwambia kwamba kitu kingine ambacho inaweza kufanya Mungu aingilie maisha yako ni desire. Na desire tunasema ni a strong feeling, ama ni msukumo mkubwa ambao unaingia, unatengenezeka ndani ya mwanadamu, ambaye inafanyaka mtu uone mwisho wako na inakupatia uwezo wa kuendelea to achieve your goals. Praise the name of the living God. Nikiweka hivi kwa sababu ya yule ambaye anaandika, it is a strong feeling of wanting to have something. Ni uwezo mkubwa ama zile nguvu nyingi ziko ndani yako ya kutaka kupata kitu. Naweza kuiweka pia namna hii. I wish for something to happen. Ama ile desire ni ile wish ama kuhitaji kuona kitu kimekamilika. That thing that drives you, that thing ambayo inaweka ndani yako hiyo hamu, inaweka passion. Unasikia ya kwamba hauwezi ukawacha mpaka upate ile result ambazo unahitaji. That's what I'm talking about. It is the desire. That is what we call the desire. Desire is a force that propels you to achieve your goals. Praise the name of the living God. It is a force. It is a power in man that propels you to achieve or to accomplish your vision, to accomplish your dream in the name of Jesus Christ. Praise the name of the living God. Na sasa wakati ambapo nimesema namna hiyo, ni vizuri nikuelezee vizuri ya kwamba in the book of Matthew chapter 11 and verses 12, Biblia inasema ya kwamba that the kingdom of God takes violence, and the violence will take it by force. And therefore, we need power that will enable us to win the battle. If it is a list of war, kama hii ni bio ambayo ni ya vita. Praise the name of the living God. We need something that will put a lot of power in us
tutahitaji msukumo fulani, passion fulani ndani yetu ambaye itatusaidia kuona ya kwamba tumeshinda vita na tumeweza kupokea the end result ambayo tunahitaji katika jina la Bwana. Praise the name of the living God. Na sasa nikikwambia namna hiyo, let me tell you something. That everything that happens on this earth, ukiona mtu ambaye amefikia kuinuka kiwango fulani, alikuwa millionaire, ni billionaire, alikuwa thousands, sasa ni billionaire. Huyo mtu kuna ile kitu ambayo inamsukuma. There is a force that's working in that man ambayo inampeleka, inamsaidia kuachieve ama kuinuka katika kutoka kiwango moja hadi kingine. There must be a force that makes you to move. There is a force that's working in man. There is a force that is enhancing the performance. Ndio iweze kuonekana. Jina la Bwana liweze kutukuzwa. There must be a force ambayo inakusaidia to achieve the expected result. And that force is what is called desire. Praise the name of the living God. For you to achieve your vision, to achieve your dream, to see your expected end, what propels you, ile msukumo ambayo inakusaidiaga kuweza kuona hiyo mwisho, is the desire. Bwana Yesu asifiwe. Inaweza kuwa unajenga kampuni, lakini ile kitu ambayo inakusukuma ujenge, uweze kuona imekamilika, uweze kuona watu wanafanyia kazi huko ndani, kuna vitu ambao unapokea pale, is the desire. Desire is the force. Ni ile nguvu ambayo inakusaidia kufikia ile mwisho ambayo mawazo yako inaona. Si macho, mawazo inaona. Bwana asifiwe. That is what called the vision. Ndio niweza kuingia katika neno. Ninaweza pia kukuambia kwamba it is the starting step for all achievements. It is the stepping stone for every achievement yenye utafanya ukiwa katika hii dunia. Bwana Yesu asifiwe sana. Na jioni ya leo wakati ambapo ninaongea kuhusu desire, ninajua ya kwamba kuna watu wengi wanaona kama mwisho wao umefika. Wanaona mambo imekuwa mazito, wanaona ile mambo ambayo walikuwa wamepanga kufanya mwaka huu haitafikiana. Kuna watu ambao walikuwa wamepanga kuoa, kuolewa, wengine walikuwa wamepanga kupanua biashara, wengine walikuwa wamepanga mambo makubwa. Amen. Praise the name of the living God. But I am telling you, if the desire is there, there is a chance, there is power to make it happen. Praise the name of the living God. Mtu ambaye akona Mungu na uko na desire, things happen. That is a power. Ukiwa na desire na uko na Mungu ndani yako, the end must come. Praise the name of the living God. Ile kitu ambayo ilifanya David auwe Goliath, hata akiwa na vidole 6 na height yake ilikuwa vitu sijui gapi, na alikuwa mnono na vitu zote za vita. Praise the name of the living God. Is the desire. Praise the name of the living God. Na wakati ambapo walikuwa wanasema ya kwamba mimi naweza kuwa hii kitu, watu walikuwa wanatazama yeye, wanaona kaka nikagoroku. Huyu mtoto kichwa yake si mzuri. Huyu mtoto ako na shida ya mawazo. Lakini nataka nikwambia kwamba mtu ambaye ako na desire anakuwa kama akili yake si timamu, because you have to move forward. Inakuanga na uwezo wa kukusukuma ufanye mambo isiyo ya kawaida. In and out of season, your desire lazima ikusukume. It has to propel you towards the expected result in the name of Jesus. Praise the name of the living God. Na kwa hivyo nataka nikutie moyo jioni ya leo nikwambie kwamba hata kama saa hii kila kitu inakaa iko flat, hakuna kitu inaonekana inaenda vizuri, there is still a chance. Don't allow your desire to die. Usiruhusu useme ya kwamba sasa kwa sababu mwezi wa kwanza sijafanya kazi, mwezi wa pili sijafanya kazi, salary yangu imekatwa, sasa ninapokea kodi, sasa ninapokea kanusu, sasa sioni vile ambavyo nitaweza kuachieve. Let that desire be in you. Desire is not about what you have. Desire is not about how much you earn. Desire is not about what you are, your possession. No, desire is the power in you to make sure that whatever your vision is, whatever your dream is achieved. That power. Praise the name of the living God.
Nimekupatia mfano wa Daudi. Daudi hakukuwa na nguvu. Daudi hakukuwa na military whatever. Inaitwa nini? Military training. Hakukuwa na ujuzi wa kivita. By the way, hata silaha hajui kutumia. Ndio maana anafanishwa na Saul, anasema ya kwamba siwezi. Anapaa gambut ya Saul, anasema siwezi. Anafaa koti. Anasema hapana, nitoeni hivi vitu. Mimi nitapigana vile nilivyo. Because there is desire to see the giant fall. Praise the name of the living God. It is the desire that makes the giants, the storms of life, to go down. Amen. And when there is no vision, Biblia inasema ya kwamba people will perish. Amen. Now, sasa, you cannot separate a vision and a desire. Because for you to achieve your vision, you need a desire. Hallelujah. Na sasa Biblia inasema namna hii. Tutaanza kusoma maandiko ambayo tunayajua vizuri. Katika Psalms 37. Psalms 37 tutasoma mistari miwili. Alafu nitakuelezea vizuri na nitaweza kuambia kwamba kuna desire mzuri na kuna desire mbaya. Na desire mzuri inaleta result mzuri. Na desire mbaya inaleta result mbaya. Sasa mstari wa 4, Psalms 37. Psalm 37. Biblia inasema hivi mstari wa 4. Delight yourself also in the Lord, and he shall give you the desires of your heart. Praise the Lord. Mstari wa 5 Biblia inasema, commit your way to the Lord. Trust also in him, and he shall bring it to pass. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo mistari miwili ni mizuri. Na ni vizuri turudie mara ya pili. Delight yourself also in the Lord. Ufurahie katika Bwana. And he shall give you the desires. See desire. The desires. It is in plural. The desires of your heart. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo, according to this verse, Mungu ana expect ndani yetu kuwe na desire. Ndani yetu kuwe na matarajio. Ndani yetu kuwe kuna mambo ambayo yanatusukuma mbele. Kuna mambo ambayo yako ndani yetu yanatutia nguvu, yanatutia morale, yanatupea psyche ya kuendelea na kuachieve something in the name of Jesus Christ. Hiyo ndio Biblia inasema hapo, you delight yourself in the Lord. Ufurahie katika Bwana. Na wakati ambapo tumefurahia katika Bwana, inatuambia ya kwamba he shall give the desires of our hearts. Na kwa hivyo, let me tell you something here. Kitu ya kwanza ndio uweze kuaccomplish ama desire yako ikuwe na nguvu. We need God. Na ndio maana hata hii mstari imeanza na Mungu. Wakati kama huu, we need God. There is no one time in our lives ambao tunaweza kuamka tuseme ya kwamba na sasa Mungu hatukutaki. Tunataka kujipeleka peke yetu. We need God. Ndio anasema ya kwamba tufurahie katika Bwana. Whether economy ni mzuri, whether tuna pesa nyingi kwa mfuko, whether mambo ni mazuri ama si mazuri, tufurahie katika Bwana. Praise the name of the living God. We be happy. We delight in the Lord. Nikwambia Bwana ya kwamba hata kama siku hizi sikuli nyama vile nilikuwa ninakula. Sausage zinakuja kidogo. Pesa ziki vile zilikuwa zinaingia, nilikuwa naangalia account naona zinakuja kukuja. God, I am happy because your name is in my heart. Jina lako Bwana limeandikika katika tablet ya moyo wangu. Unafurahia Bwana. Hapo ndio anasema ya kwamba I shall give. Amen. It's not that you are going to pray. Hey, praise the name of the living God. Anasema ya kwamba if you only delight in him, ufurahie kuwa na Mungu despite the situation, despite the circumstances, despite whatever you are going through, you be happy in the Lord. Biblia inasema ya kwamba he will give. This is different from you pray, I will give. No. Hasemi ya kwamba uombe atakupatia. Anasema ile desire. I will give you the desires. I will grant you what is in your heart. I will give whatever in your heart to be something tangible. Kwa sababu ikiwa kwa moyo, desire is not something that you see. Amen.
Desire sio kitu ambao unatazama unasema kama na nimeona huko na desire kwa moyo ya kununua nyumba ya ghorofa 2. Hapana. Ati nimeangalia nimeona uko na desire ya kukula mkate. Hapana. Desire is something that you cannot see. What you see is the movement or the acceleration ya mtu. Unajua kwamba there is a desire ambayo inafanya huyu mtu, hata kama kuna giza, hata kama kuna mvua, hata kama kuna jua, hata kama kuna nini, bado anaendelea. That is what I'm talking about. Praise the Lord. Tusalimiana namna hii kama unanisikiliza. Hallelujah. The desire. He will give you the desire of your heart. Wakati tulikuwa wadogo, tulikuwa tunaulizana, unataka kukua nini? Mmoja anasema mimi nataka kuwa makaga ya matatu. Mwingine anasema mimi nataka kuwa dereva ya ndege. Mwingine anasema hata mimi ninataka kuwa daktari. Kila kitu wakati wote tulikuwa tunasema kwa sababu tulikuwa tunasikia. Na desire ya mtu mdogo na desire ya mtu mkubwa ni tofauti. Praise the name of the living God. Maana kwa wakati wote tungesema ya kwamba ninataka kuwa dereva ya meli. Lakini ukifika kwa nyumba unaangalia mama na mbahi, unapelekana na yeye na maso, anaenda pande gani? Akioroka kidogo, desire yako ni kukula sukari. Unaitia tu mara moja na unaweka sukari kwa mfuko. Mimi nakumbuka nilikuwa naweka gundi mzima hivi kwa mfuko, naweka hapa. Alafu naweka kidole, tumata kidogo. Naenda nikiguza. Naenda nikiguza nikiweka kwa mdomo. Because nilikuwa mdogo. Sasa hii siwezi kula sukari. Hata yeye anajua ulifanya hivyo. Hata kama sio nyinyi wote, kuna watu ambao walipitia hiyo njia. Kwa sababu ulikuwa mdogo. Wakati ambapo mtu anakuwa mkubwa, anaenda akibadilisha, desire zako zinaendelea kuwa tofauti. Kuna mahali ambapo inafika unaanza kuwa na desire. Ukiwa shule sasa ni kupata marks nzuri. Praise the name of the living God. Ukiwa college ni kufanya performance, upate grades nzuri. Unaenda campus ni kupata ile distinction. Praise the name of the living God. Kwa hivyo desire ya mtu huanga inaendelea ikibadilika vile ambavyo anakuwa. Na kuna mahali inafika sasa inakuwa ya kwamba desire unaanza kuachieve one by one. In other words, unaanza kuwa mkubwa kwa sababu ya desire ambayo iko ndani yako. Na sasa visions zako one by one zinaanza kukamilika. Praise the name of the living God. Sasa hii nikiambia mtu ya kwamba nina vision ya kupika sabili na stew ya matumbo. Moto wako na mdulishe na mtenda tena wa mtu. Kisho yake si mzuri. Bali kuna wakati ambapo desire is something very important for us. Hata kama saa hii vile tulivyo, usikubalishe desire yako ipotee ama uone kama desire yako you not achieve it. There's a chance for you to achieve your dreams. There's a chance for your desires to propel you and achieve all what you need in life. In the name of Jesus Christ. Wakati ambapo nilikuja Nairobi na nikakaa kidogo kama miaka 3 ama 4. Kuna kijana tulikuwa tunasoma na yeye na akakuja na yeye. Alinipigia simu akiwa Nairobi akaniuliza, "Nikiwa hapa pale UTC, gari za kwenu zinashukuliwa wapi?" Nikamuuliza, "Sasa unaenda wapi?" Akaniambia anataka kuja kukutembelea. Na sasa hizo siku anataka wageni kwa sababu watalala wapi? Watakaa wapi? Na niliwaambia siku nyingine ya kwamba ile nyumba nilikuwa ninakaa ni mlango pekee yake ilikuwa ya bao. Kwingine kwa wote kulikuwa ni mabati na chini ilikuwa mshara. Kaniambia nataka kuja kukuona. Sasa nikashindwa nitamwambia kitu gani. Nikamwambia na usipokuja leo ukuje siku nyingine. Akaniambia mimi hakuna mahali pengine ninajua Nairobi na hakuna mtu mwingine ninajua Nairobi. Nimetoka kwetu Nyahururu. Nimekuja hapa sasa ni wewe ninataka. Sasa nikashindwa nitafanya kitu gani. Nikafikiria. Kaona si ni mwanangu tu kama mimi. Acha akuje hapa yeye ana shida Nairobi. Kaambia kuja na akakuja. Tukakaa na yeye. Siku moja tukaulizana, wewe unataka kufanya nini? Tulikuwa tunaenda kutafuta kibarua. Akaniambia mimi nataka nipate kama 10,000 nianze kazi ya duka. Mimi nikamwambia hasa ile kitu niko naye sijui nataka pesa ngapi kwa sababu nataka kuwa pastor. Aliniambia kutigiza kichwa namna hii. Nikatigiza mara kwanza. Akaniambia kutigiza tena. Nikafanya tu hivyo. Hivyo fanya hivyo tena, nikafanya. Na tulikuwa tunasoma na yeye. Kaniambia umesikiaje? Nikamwambia mimi niko sawa. Kaniambia wewe unataka kutoa hospitali ya akili Nairobi. Na nikamwangalia nikasema kama wewe haujui. There is a desire in me ya kuwa ile kitu ambacho ninataka kukua. Kama ile alianza duka mbele yangu. Aliweka hiyo kaduka.
Na ni kweli desire ni kubwa kwa sababu alianza hiyo maduka na mpaka saa hii ako na duka. Anauza duka na si moja, ni nyingi. Praise the name of the living God. Na kwa hivyo desire ndani yako lazima italeta kitu ambacho tutaona. Lazima italeta kitu ambacho kitatazamika. Na sasa nikuulize, na kama hauna desire na Mungu akuite, utamwambia kitu gani? Siku moja Mungu akuulize usiku, akutokee kama Solomon, akuulize na what is your desire? Utamwambia desire yako ni gani? Maana Mungu anataka to fulfill, to give the desire of our hearts. Utamwambia Mungu desire yako ni gani? Abia jirani mwenye hapo karibu nawe, na mimi nakuaga nataka hivi na nataka hivi. There is power in confession. Praise the name of the living God. Hata kama unaona hakuna pesa na hakuna kitu na maybe vision yako ni kubwa, that power ambayo iko ndani yako, kama ukiambia kwamba na ujuage nitafika mahali pale, ujuage mimi ndio nitakuwa manager hapa, ujuage mimi nitajenga nyumba kadhaa hii Nairobi, ujuage mimi nitanunua matatu, hata hiyo ni kazi. Praise the Lord. Wewe kwamba mimi nitafanya kitu fulani, unakaa ukiapia hata kwenye wako karibu na wewe, kama unajua mwezi kwamba hawezi enda kukuroga kwa mshahara. Maana si kila mtu anaambiwa desire. Unaweza pia mtu mwingine alafu kesho kuambia kwamba nataka tufanye na wewe. Na maybe wewe ni mtu ambaye mkofu na yeye ni shetani. Haribu desire zako. Wakati ambapo utalia rahisi kwamba ulienda wrong direction, ni usiku kudagiza. Hakuna kitu unaweza badilisha. Unakaa frustrated na disappointed in life. Na isikuwe hivyo katika jina la Yesu. Na ninaomba kwamba desires zetu usiku wa leo katika jina la Yesu, kwa sababu umesikia ujumbe huu ya kwamba desire yako haijalishi uko katika state gani, haijalishi unakaa maisha inakaa namna gani, ama unakaa ile kama ile maisha ambayo nilikuwa nakaa. Nakwambia kwamba kuna uwezekano na kuna nguvu ndani yako ya kufanya kwamba you achieve all your visions in the name of Jesus. May you receive the grace tonight. Lord God, in the name of Jesus, ninanyosha mkono wangu kwa watu hawa. Ninaomba ya kwamba neema yako mfalme ikashuke juu ya maisha ya kila mmoja, na ninaomba ya kwamba desires zao zisiangamie kisasi wakati kama huu, season kama hii, zipate nguvu hata zaidi, waandike maono yao makubwa na wawe na starting point. The desire that falls is working them in the name of Jesus. I bless them in the name of the Lord. Hallelujah. We thank you and we give you glory. Na mstari wa 5 inasema commit your way to the Lord. Atina hizo njia zako, that your desire, that your way ambao unaenda to achieve your goals, you commit it to the Lord. How tuwezi paka yetu. He is our strength. He is our rock. Yeye ni ngome imara. Yeye ni Mungu ambaye amejaa hekima zote, uwezo na nguvu na mamlaka zina yeye. Sasa ni kitu gani itamshinda? Kama alishinda shetani na ndiye anasumbua dunia yote mzima, akamfukuza mbinguni, ni kitu gani ambayo itashinda Mungu wetu? Praise the Lord. Trust also in him. Na umwamini kabisa. And he shall bring it to pass. Isn't that? Amesema mambo mangapi? You commit your way. There is commitment to your desire. You have to commit your desire to the Lord. Your ways to the Lord. You also need to trust upon him. Na Biblia inasema ya kwamba he will make it to pass. This is not about your effort. Your effort is to ensure that you have una msukumo, una kitu ambacho inafanya uone mbele kuliko watu wengine. Na Mungu wetu ataweza kufanya mambo yote ikuwe mazuri katika jina la Yesu Kristo. Praise the name of the living God. This desire is what will keep you to move forward. Is what will keep you to proceed. Is what is a fire that's burning in you to see that your changes. Mambo imebadilika. Sasa hivi tunahitaji watu ambao wako na desire ya kuomba sana. The desire. Hata Biblia inasema kwamba tuwe na desire ya mambo ya kiroho na vipawa za Roho Mtakatifu. Mimi ninaomba ya kwamba kama umetamani kuomba na umekuwa na uzito mwingi, kuanzia saa hii katika jina la Yesu, I command your heavens to open in the name of Jesus, and you receive the grace and the anointing of God in the name of Jesus Christ. Hallelujah. Ninaona masaa yangu imekwisha. Na sasa rasti tutaweza kuendelea kutoka hapo na Bwana ataweza kutubariki. Praise the Lord. Inamisha uso wako nikuombee. Baba, katika jina la Yesu,
Ninaombea wapendwa hawa ya kwamba Mungu wetu visasi zao sitaweza kusimama, sitahimili wakati huu na season hii Bwana ambao ni ngumu na imejaa giza nyingi, katika jina la Yesu. Ninawabarikisha kwako wote. Walinde usiku wa leo, walinde na magonjwa ya usiku, walinde na maradhi, walinde na mapigo yote ya kila aina ya mwovu shetani, katika jina la Yesu. I rebuke every demonic force ambao Bwana wa mbinguni inaweka uoga ndani ya watu hao, ina frustrate maisha ya mtu jioni ya leo. Huyu ambaye Bwana wa mbinguni anatembelewa na ndoto ambazo zinatisha, shatagando kurobosha, ninamweka mikononi mwako na umfunika kwa damu ya Yesu. Ninaomba uwepo wako uwe pamoja na yeye, na hiyo mambo ifike mwisho kuanzia sasa, katika jina la Yesu. Na wabarikisha wote kwa Mungu aliye mbinguni, katika jina la Yesu tumeomba na tumeamini. Bwana aweze kubariki.